Bado tunaendelea kuadhimisha kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, namaanisha Pasaka, na tuko na AICT Chang'ombe ambao wao wamekuja hapa jijini Mwanza kwa ajili tu ya kuadhimisha huu ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na katika kwaya hii tumekutana na soloist ama mwimbishaji wa muda mrefu tangu mwaka 1999 ndo anakuambia rasmi, lakini kwenye kwaya alijiunga mwaka 1998 mwishoni huko. Kama ni mtoto basi ana miaka kama 27 28 sasa hivi, ni umri wa kijana, sio Gen Z, anaweza kawa anatoka huko kwa namna moja ama nyingine. Yeye atajitambulisha, wengi tumezoea kumuona tu, lakini majina yake hatumfahamu. Basi leo atatuambia yeye ni nani, lakini safari yake katika uimbaji ilikuwaje, lakini zaidi kwa nini alichagua AIC Chang'ombe. Karibu. Bwana Yesu asifiwe, ndugu watazamaji. Kwa majina yangu naitwa Mrs. Diana James. Ni mama wa watoto watatu na mama wa mume mmoja. Ninamshukuru Mungu kwa huduma hii ambayo nimekuwa nayo kwa neema ya Mungu. Kama ambavyo mtangazaji amenitambulisha kwa kiasi, ni kweli rasmi nilianza kwaya mwaka 1999. Nimeanza huduma, namshukuru Mungu hata leo naendelea. Chagua AICT Chang'ombe kwa sababu nilikuwa ni eneo jirani la makazi yangu. Kwa hivyo ni kanisa ambalo baada ya kuwa nimehamia nikawa naabudu, kwa vile kipaji cha uimbaji kilikuwemo ndani tangu tuko watoto tunaimba Sunday school. Kwa hivyo baada ya kuwa nimehamia nikajiunga na kwaya, nimeendelea na huduma. Kwa neema ya Mungu, mwalimu wangu aliona kuna kipaji cha kuimbisha, cha kuwaongoza wenzangu. Mungu ameendelea kutuinua, ama Mungu ameendelea kuniinua, hata leo tunamwimbia Bwana. Na umehudumu kwa muda mrefu ukiwa kama soloist, na mara nyingi ni kama viongozi hawa kwenye kwaya. Umewezaje kumaintain hadi kufika hapa kwa miaka yote hii? Naweza kusema ni kwa neema ya Mungu. Nasema ni neema ya Mungu kwa sababu hata mume wangu naye ni mtumishi. Tunaimba, tunahudumu wote kwa pamoja. Kwa hivyo hata kama nikachelewa, yeye labda bahati mbaya hakufika siku, anaelewa kuna nini kinaendelea. Kwa hivyo hapakuwa na ugumu hivyo, japo kuwa inaweza ikatokea mara moja ama mara kadhaa ugumu kawepo, lakini kwa neema ya Mungu tunasonga mbele. Wewe ni mke wa mume mmoja na mama wa watoto watatu. Mara nyingi kwenye kwaya zetu huwa tunakutana na hiyo changamoto. Wanawake wengi huwa kuna vile visingizio, watoto wanasumbua, nimeshindwa kufika kwenye kwaya, labda ndoa yangu kidogo, nimeshindwa kuhakikisha nahudhuria mazoezi na kila kitu kikaenda sawa. Lakini wewe mpaka umefikisha miaka zaidi ya 27 kwenye kwaya moja na unaendelea kusimama, maana yake kuna kitu. Fanyaje ili kuhakikisha ndoa ama familia inakwenda vizuri, lakini pia utumishi kwa Mungu bado hauteteleki? Ni wito tu, ndugu mtangazaji. Nia ikiwepo hakuna linaloshindikana, na hasa tukimshirikisha Mungu. Nina imani nitahakikisha kwamba huduma nimeifanya, lakini familia pia kusitindikiwe, kila kitu kiende vizuri kwa neema ya Mungu. Hawa wanawake sasa ambao wanaleta visingizio, ambao wanashindwa kumtumikia Mungu kwa kusingizia familia, hao unawaambia nini? Naweza kusema, nimesema ni wito, kwa hivyo yaweza kuwa labda wito ndani yao haupo, lakini ninawatia moyo kwamba tusichoke kumtumikia Mungu. Mungu awatie nguvu, watie bidii katika kumtumikia Mungu. Hakuna kinachoshindikana. Sawa. Mara nyingi huwa zinaanza kwaya, alafu baadaye mtu anakuwa nawaza kwamba nitoke nikaimbe, niwe mwimbaji binafsi, naweza nikasema hivyo. Vipi, una ndoto hiyo wewe katika safari yako hii ya uimbaji ama katibu? Nimechelewa. Umechelewa nini? Kwa umri huu nilionao, naweza kusema sina wito. Yamkini ningekuwa na huo wito ningekuwa nishafanya.
Okay. Eh, Sawa, niliambiwa nikuulize ukisikia AICT Chang'ombe nini kinakujia haraka haraka? nikisikia AICT Chang'ombe naweza kusema ni familia, kwa sababu nimehudumu tangu nikiwa binti. Kwa neema ya Mungu nikapata ndoa, lakini nimepata watoto, hata umri umesonga sasa. Kwa hivyo ni kitu ambacho kiko ndani ya moyo, ndio maana nasema ni familia. Swali kwa uzushi, ni changamoto gani ambazo unakutana nazo ukiwa Nikiwa sorry. hapo kwenye kuhudumu, yani kwenye kusimama as soloist? Naweza kusema hakuna changamoto ikiwa tunaifanya kazi ya Mungu kwa moyo, kwa ushirikiano, kwa kutiana moyo. Hamna wivu unaonewa na nini? Hapana. Umeimbisha ama umeongoza nyimbo nyingi. Ni wimbo gani ambao wewe mwenyewe unasema yes, kweli nilifanya kitu, lakini kuna ile roho pia inashtuka kwamba niliwezaje kuimba hivi ama kuanzisha kwa namna hii? Ni wimbo gani huo? Kama swali gumu kidogo. Mhm. Ni kweli ni nyimbo nyingi nimeanzisha. Ziko nyingi. Mimi naona nyimbo zote ni kwa neema ya Mungu, kwamba Mungu anawawezesha. Unaweza ukakaa ukatulia ukasema hivi hapa nimeimbaje? Ni karibia zote, hakuna ambao unaweza kusema kwamba ni kwa yani ni kwa nguvu zangu mwenyewe au nina sauti nzuri. Hapana, ni neema ya Mungu. Mungu ndo anayetuinua. Na wimbo gani unaupenda sana ukiuanzisha mwenyewe unajisikia raha? Kila mwenye pumzi, kila mwenye pumzi, kila mwenye pumzi, 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 kila mwenye pumzi, kila mwenye pumzi. Katibu, ungekuwa huko unatusaidia hicho unachokifanya ungekuwa umetishe sana. Kumbe vitu viko sawa. Katibu, karibu, nataka nizungumze pia na wewe kidogo hapa. Nilikuwa naona unatia vitu hapo. Niko na katibu msaidizi wa kutoka kwaya hii. Yeye atajitambulisha, lakini atatuambia anaimba sauti ya ngapi, na zaidi atatuambia kwa nini alichagua kujiunga na AICT Chang'ombe, kwa sababu nyuma ya kamera aliniambia ana miaka 6 tu, lakini tulimsikia katibu yeye ana miaka mingi hapa, karibia 30 na kitu kwenye hii kwaya. Kwa nini ameamua kujiunga na wazee kuhakikisha anamtumikia Mungu kwa upande huo? Katibu, karibu. Asante na kushukuru ndugu mtangazaji. Kwa majina yangu ninaitwa Joel Erasto Lumala, na mimi nina mke mmoja na nimebarikiwa pia kuwa na watoto wawili, na mimi na mke wangu pia tuna hudumu kwenye kwaya hii ya CVC, lakini kwa bahati isivyo bahati yeye kupata hiyo nafasi kwa sababu ya changamoto mbalimbali za shule ambazo tuko nazo pia. Mimi nipo nikirepresent familia yangu kwa upande wa huduma. Nikija kwenye swali lako la msingi sasa la kwa nini niliamua kuchagua AICT Chang'ombe kwaya. Definitely mimi nimejiunga na kwaya mwaka 2019. Kwa hiyo mwishoni nafikiri. Kwa hiyo nikianza kuhesabu vizuri 2020 na 2020 ndio ilikuwa muda wangu mzuri, na sasa takriban miaka 6 kama ulivyosema. Kwa nini Chang'ombe kwaya? Sisi pia tumeanza kuimba kabla ya Chang'ombe kwaya. Mimi na mke wangu kama nilivyosema, tumekuwa tukihudumu hapa Mwanza kwenye kanisa la AICT Buzuruga. Tumekuwa hapa kwa muda mrefu. Baadaye tulipata neema ya uhamisho wa kikazi, kwa hiyo tulihamia Dar es Salaam kwa ajili ya maendeleo mengine. Kwa hiyo sambamba na hilo, kwa sababu tulijua wito wetu sisi ni kuendelea kumtumikia Mungu kwenye eneo hilo la uimbaji, tukamwomba Mungu atufunulie wapi ambako tunaweza kwenda kuhudumu. Na kwa kweli tulimwomba Mungu na alitupa sehemu ya kwenda kuhudumu.
Mwanzoni tulivyofika tulianza kuhudumu kwenye kanisa la ACT Kongoe, lakini baadaye Mungu alitusemesha kwamba mahali ninakotamani muende mkafanye kazi ni kanisa la ACT Chang'ombe. Kwa hiyo sio maamuzi yetu kama familia, lakini ulikuwa ni message ambayo tulipewa. Kwa hiyo alianza mke wangu kwenda, kwa sababu mimi nilikuwa na majukumu mengine kwenye kanisa la Kongoe, nikiwa mtendaji wa lile kanisa. Baada ya muda wangu kuisha kwenye kipindi changu. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.